Cupcakes, na tutafanya cupcakes za aina mbili. Moja itakuwa ni ya chocolate, nyingine zitakuwa ni za strawberry, lakini kwa kuchanganya na vanilla. Na kwa kutengeneza hizo cake basi tutatumia unga wetu kutoka Azam ambao huu unaitwa self raising flour. Ni unga ambao unafaa kwa matumizi ya keki kwa sababu ndani yake tayari kumewekwa baking powder. Kwa unapotumia unga wetu wa Azam self raising flour, ina maana kwamba upishi wako keki basi utakuwa huna haja ya kuongeza baking powder kwa sababu tayari ndani yake tumeshakuwekea baking powder. Unga laini, mweupe na unafaa sana kupikia keki za aina yoyote ile. Kwa utatumia unga wetu huu wa Azam self raising flour kwa ajili ya kutengeneza cupcakes kwa siku ya leo, na cupcake hizi zitakuwa basi ni za chocolate, vanilla na strawberry. Kuzingatia sera yetu ya kutunza mazingira, tunatakiwa kupika kwa kutumia nishati safi na salama. Kwa kutumia jiko letu la Evoque ambalo ni jiko la gesi, utakuwa na uhakika wa kutunza mazingira na kupika kwa usalama kabisa, kwa sababu ni jiko ambalo linatumia gesi, lakini pia na lina kioo ambacho hiki kioo basi kinafanya kuwa na uimara zaidi, na unaweza kutumia jiko hili kupikia kila aina ya chakula kwa uhakika kabisa na kutunza mazingira kwa ajili ya afya yako na yule mlaji. Na leo basi tutatayarisha cupcakes kwa kutumia unga wetu wa Azam self raising flour. Kwa hiyo cha kwanza tunatakiwa kuchanganya siagi pamoja na sukari. Kwa hapo tutatumia sukari yetu kutoka Bagamoyo Sugar, sukari ya Mio halisi ya Kitanzania, na hii ni brown sugar. Tutaweka kiasi cha kikombe kimoja. Baada ya hapo tutaweka na butter, na butter hii tutaweka kiasi cha kikombe kimoja. Kwa hiyo tutai cube kwanza. Tumepima kikombe kimoja cha butter ambao tumecube kwa sababu I like it ikiwa kidogo iko hard kuliko ikiwa imelainika kabisa. Ndio maana unatia kwenye freezer, kisha before hujaanza kuichanganyia basi unatakiwa uikatekate kidogo, urudishe kwenye room temperature, then uendelee na matayarisho yako. So tutaanza ku cream sukari pamoja na butter. Na baada ya kusha cream butter pamoja na sukari, sasa tutaanza kuweka mayai. Na tutaweka mayai 6. Lakini make sure basi unayapasua pembeni kabla ya kuchanganya kwenye mchanganyiko wako, kwa sababu huwezi kujua ndani yai liko na hali gani. Kwa tutakuwa tunaweka 1 egg at a time. Na baada ya kuchanganya na mayai, sasa tutaweka vanilla pamoja na unga. Kwa sababu huu unga tayari kama nilivyokuambia ndani yake una baking powder, kwa hiyo tumekuwekea vifurushi viwili, kwa maana kwamba kuna karatasi ya nje na karatasi ya ndani.
Kwa hiyo ukishautumia na ukaona unga wako umebaki, basi make sure unafunga vizuri hii packet ya ndani ili unga wako uendelee kusave baking powder. Kwa utahakikisha kwamba hii packet ya ndani basi umeirudishia vizuri na kuifunga ili isiingie hewa na unga wako uweze kutumia siku nyingine. Kwa this is what unatakiwa ufanye baada ya kuwa umeshatumia unga wako, kwamba utahakikisha basi hii karatasi yako ya ndani umeifunga vizuri ili isipitishe hewa na unga wako uweze kutumia kwa wakati mwingine, kwa sababu ndani yake una baking powder, na baking powder ikipata baridi ama ikipigwa na hewa basi huwa inakufa nguvu. So make sure ukibakisha unga wako wa Azam self raising flour unaofunga vizuri na kuhifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Tutaweka kiasi cha vikombe viwili vya unga. Utaweka kikombe cha kwanza pamoja na vanilla kijiko kimoja cha chai. Utachanganya kwanza kisha utamalizia na kikombe cha pili. Bata yetu imekamilika na ndani yake basi tumechanganya bata pamoja na sukari kwanza. Baada ya kuicream vizuri, tukaweka mayai 6, na unaweza kutumia mayai 6 kama ni madogo, lakini kama mayai makubwa basi unaweza kuweka mayai 5 tu yanatosha. Na baada ya kuchanganya vizuri, kaweka unga wetu wa Azam self raising flour vikombe viwili pamoja na vanilla kijiko kimoja cha chakula. Na tuja add baking powder kwa sababu tayari ndani ya unga wetu wa Azam self raising flour una baking powder ndani yake. So now tutaanza kutengeneza small portion kwa ajili ya kuchanganya flavor. Kama nilivyokuambia, moja tutaitia cocoa ambayo itakuwa na ladha ya chocolate na nyingine tutaiwekea strawberry. Tutaiwekea cocoa na hii nyingine tutaitia flavor ya strawberry. Kwa because tunataka iwe na different color, tutaweka pia na rangi nyekundu kidogo tu, just a drop.
kwa sababu hii rangi ni kali. Kwa make sure unaweka tu just a drop kwa sababu we want it to be pink. Then tutaweka na essence ya strawberry. Kwa hapa tutakuwa tumetengeneza 3 flavor. Flavor moja itakuwa hii ya vanilla, flavor nyingine itakuwa chocolate, nyingine itakuwa ni ya strawberry. This is done. So tutachanganya na hii ya cocoa. Tutatumia hii cupcake tray and make sure unaweka hizi karatasi zake. So hizi mbili nitaziweka plain vanilla. Make sure haujazi mpaka juu kabisa, kwa sababu you need kuachia nafasi wakati wa kuiva, lazima itapanda tena juu. Kwa hii moja nitaweka upande mmoja nitaweka vanilla, upande mmoja nitaweka chocolate. Hii nyingine nitaweka upande mmoja vanilla, upande mmoja nitaweka strawberry. So you can play however you like it. Unaweza kuweka kama hivi nilivyofanya mimi, kwamba nyingine kawa ni plain vanilla, nyingine ukaweka vanilla and strawberry, nyingine ukaweka vanilla and chocolate. Or unaweza ukatengeneza mbili zote like 2 pairs ikawa zote plain vanilla peke yake, 2 strawberry, 2 chocolate, and then nyingine uka mix your flavor however you like it. Na baada ya kuwa umeshachanganya vizuri mchanganyiko wako, basi tutautia kwenye oven na utaiva ndani ya dakika 15 kwa moto wa 180 centigrade, na baada ya hapo sasa itakuwa iko tayari to serve however you like it. Kwa hiyo baada ya dakika 15 tutazitoa katika oven na nitakuonyesha sasa jinsi gani ya kuweza kuziserve, na unaweza kuziserve kwa kuzimwagia tu icing sugar kwa juu or any other cream ambayo ungependelea mwenyewe. Na baada ya kutoka katika oven sasa cupcake zetu ziko tayari na tutazitoa na kuziserve pembeni kwenye sahani. Hizi mbili zilikuwa ni za plain vanilla na hizi nyingine tulizichanganya na cocoa, kwa tumepata flavor ya chocolate na vanilla, na hizi nyingine ni strawberry pamoja na chocolate. So tutakata katikati kuona ndani zinavyokuwa. Kama unavyoona, hii ndani inakuwa na vanilla na upande mmoja inakuwa ni strawberry. Hii ni ya chocolate ambayo pia ukikata basi utaona ndani iko na flavor mbili. Ina rangi ya chocolate pamoja na vanilla, na it's very soft, moist
kwa sababu tumetumia unga ambao ndani yake una baking powder, lakini pia ni unga laini mweupe, na unafanya keki yako basi itoke na rangi ile ambayo unahitaji iwe. Kama ni ya chocolate basi utaona kabisa rangi yake imetoka vizuri ya chocolate, na kama plain basi utaona tena imetoka na rangi yake nzuri. Kwa it's a very soft cake kwa kutumia unga wetu wa Azam Self Raising Flour. Na mpaka hapa basi tumefika mwisho kipindi chetu cha Mahajumati kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Zainab Isa kwa muda wote huo nusu saa kwa udhamini mkubwa wa Aizat Bahresa, kampuni pekee na uzalisha ngangano Azam wenye ubora na usalama wa hali ya juu. Mpaka wiki ijayo basi nikutakia wiki njema. Bye bye.